Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakufahamisha mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunatazama ni nini kinachojiri huko Mashariki ya Kati na tunaitazama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika namna ya kipekee wa Iran wamelipa kisasi baada ya kushambulia karibia nchi 5 zenye kambi za kijeshi za Marekani, ikiwa ni pamoja na Jordan, Kuwait, Oman, Qatar pamoja na Bahrain, lakini pia wa Iran wakiufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hii leo asubuhi vimetekeleza operesheni ya pamoja ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, Kuwait, Qatar, Oman pamoja na Bahrain, ikiwa hii ni hatua ya kujibu mashambulizi endelevu ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran. Ikumbukwe usiku wa kuamkia leo Marekani imefanya mashambulizi mazito kusini mwa Iran katika kile inachoamini kwamba ni moja kati ya maeneo yenye silaha nyingi za Iran, lakini pia ni kwa sababu tu wa Iran walishambulia meli ya mafuta iliyopita katika lango la bahari la Hormuz. Marekani kwa namna moja ama nyingine mashambulizi yao wameegemea sana upande wa kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na inadaiwa kwamba maeneo haya ndio ambayo na silaha nyingi na yana kambi nyingi za kijeshi za Iran, na kwamba eneo hili kama wataweza kulidhibiti vilivyo, basi wataweza kumaliza kazi mapema dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Katika taarifa iliyotolewa mapema Jumapili, ofisi ya uhusiano wa umma ya jeshi la IRGC imesema kuwa Marekani imethubutu kujaribu tena kile ambacho tayari kimekwisha jaribiwa kwa kuilazimisha serikali ya Oman na kuchochea mvutano kupitia harakati haramu ya meli kadhaa kusini mwa lango la Hormuz. IRGC imeongeza kuwa jeshi la majini la Iran limefanikiwa kuzima jaribio hilo kwa jibu madhubuti. Taarifa hiyo imebainisha zaidi kuwa Marekani ilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya vituo kadhaa vya mwambao na minara ya mawasiliano kando ya pwani ya kusini ya Iran kama majibu ya kushindwa. Kulingana na IRGC, kikosi cha anga cha IRGC kimelenga miundombinu muhimu ya kijeshi ya Marekani katika kambi ya anga ya Mwanamfalme Hassan nchini Jordan wakati wa awamu ya kwanza ya operesheni hiyo ya kulipiza kisasi. IRGC imeongeza kuwa wakati wa awamu ya pili operesheni yake ya kulipa kisasi ya makombora yake ya balistiki pia yamelenga kambi ya kimkakati ya Marekani ya Al Udeid nchini Qatar na kuharibu kituo cha matengenezo na ukarabati wa ndege za kivita pamoja na kamandi ya kambi hiyo. Kambi hii inashambuliwa kwa mara ya pili. Ikumbukwe katika vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka uliopita, makombora ya mwisho yalishambulia kambi hii ya Al Udeid nchini Qatar, na hii ndio ilikuja kumaliza uhasama kwa wakati huo, licha ya kwamba uhasama ulirejea kwa mara nyingine tena. Taarifa ya Iran imeonya kuwa adui wa Kimarekani na Kizayuni anapaswa kufahamu kuwa mwendelezo wa uchokozi wake utaleta majibu ya kusambaratisha zaidi. Sisi tuko tayari kwa lolote, imeeleza taarifa ya Iran. Katika taarifa tofauti, ofisi ya uhusiano wa umma ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imevurumisha ndege zisizokuwa na rubani za kujitoa muhanga dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na Bahrain, ikiwa ni jibu la mashambulizi ya mara kwa mara ya Marekani katika maeneo ya kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jeshi hilo limesema ndege zake zisizokuwa na rubani zimelenga mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, ghala la silaha na kituo cha rada cha jeshi la Marekani huko Kuwait. Aidha, mashambulizi mengine ya ndege zisizokuwa na rubani ya Iran yamelenga mfumo wa mawasiliano ya kijeshi wa Marekani na kituo cha rada nchini Bahrain. Kwingineko, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limetangaza kwamba kusambaratisha vituo vya usambazaji na ukarabati wa meli za kivita za Marekani nchini Oman. Katika taarifa yake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetangaza kuwa limefanikiwa kusambaratisha vituo vya usambazaji wa vifaa kwa maana logistic na majukwaa ya kuongeza mafuta na ya meli ya kivita ya Marekani katika bandari ya Duqm nchini Oman kupitia shambulizi zito na la kushtukiza. Azimio letu thabiti ambalo lilidhihirika wazi katika maandamano ya kihistoria ya mamilioni ya watu walioushangaza ulimwengu sasa limeonyesha kupitia ushujaa wa wapiganaji wetu. Katika awamu ya 3 ya jibu la operesheni dhidi ya uchokozi wa jeshi la Marekani, jeshi ambalo limekuwa likiua watoto, wapiganaji wa jeshi la anga la IRGC wamevipiga na kuviharibu vibaya vituo vya usambazaji wa vifaa vya meli hivyo na majukwaa ya kuongeza mafuta ya meli ya kubeba ndege za Marekani katika bandari ya Duqm, Oman kupitia shambulizi zito na la kushtukiza, imesema taarifa ya IRGC.
Operesheni hizi za kulipiza kisasi zimekuja saa chache baada ya jeshi la Marekani kuanza tena vitendo vya uchokozi visivyokuwa na sababu za msingi dhidi ya kusini mwa Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema kuwa imetekeleza mashambulizi hayo kwa amri ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa lengo linalodaiwa kupunguza uwezo wa Iran wa kudhibiti lango la bahari la Hormuz. Katika maeneo ya mkoa wa Bushehr yameripotiwa pia kusikika milipuko kadhaa. Kadhalika, lango la bahari la Hormuz limefungwa. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetangaza kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz hadi hapo taarifa nyingine itakapotolewa, ikisisitiza kuwa njia hiyo muhimu ya maji itabaki imefungwa hadi pale Marekani itakapokomesha uingiliaji wake wa kijeshi katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.